Fikiria kisiwa kidogo kilichopo katikati ya bahari ya Hindi. Kisiwa ambacho leo ukikitaja watu wengi hufikiria fukwe nyeupe, maji ya bluu, hoteli za kifahari na utalii. Lakini nyuma ya mandhari yake hayo mazuri kuna historia ambayo ni nzito zaidi kuliko unavyoweza kufikiria. Kisiwa hiki kinaitwa Mauritius. Kisiwa hiki kilibadilisha mikono kutoka kwa Waholanzi, Wafaransa hadi Waingereza, huku maelfu ya watu wakiletwa kwa nguvu na wengine kama wafanyakazi wa mikataba. Lakini mwaka 1965, miaka mitatu kabla ya uhuru, sehemu ya eneo lake lilitenganishwa na Mauritius, na mgogoro huo bado unaishi hadi leo. Kwa nini kila dola kubwa ilikitaka kisiwa hiki kidogo? Na ni siri gani iliyokificha nyuma ya taifa lililojengwa na sukari, utumwa na uhamiaji wa mamia ya maelfu ya watu? Karibu The Storyside. Kabla ya Mauritius haijawa taifa, kabla haijawa koloni, na kabla hata jina Mauritius halijaanza kutumika, kisiwa hiki kilikuwa eneo la mbali katikati ya bahari ya Hindi. Hakikuwa na mji mkuu, hakikuwa na serikali, wala hakikuwa na jamii kubwa ya wakazi wa kudumu. Lakini licha ya kutokuwa na wakazi wa kudumu, kisiwa hiki si kama hakikuwa hakijulikani. Mabaharia wa Arabu walikuwa tayari wanafahamu visiwa vya eneo hili tangu karne za awali. Kwenye baadhi ya ramani za Waarabu za karibu mwaka 1500, Mauritius ilionekana kwa jina la Dina Arobi. Baadaye katika karne ya 16, Wareno walifika katika bahari ya Hindi na kukiita kisiwa hiki Sirne. Lakini Wareno hawakuona umuhimu wa kuanzisha makazi ya kudumu. Kwa miaka mingi, Mauritius ikaendelea kubaki kuwa kisiwa cha mbali, kikitazamwa zaidi kama sehemu ya njia za baharini kuliko eneo la kuishi. Lakini kila kitu kilianza kubadilika mwishoni mwa karne ya 16. Mwaka 1598, kundi la meli za Uholanzi lilifika katika eneo la Grand Port. Kikosi hicho kiliongozwa na Admiral Wynand van Wyrick. Waholanzi ndipo walipoanza kukitumia kisiwa hiki, wakaamua kukipa jina jipya ambalo ni Mauritius. Jina hili lilitokana na Prince Maurice van Nassau, mmoja wa viongozi muhimu wa Jamhuri ya Uholanzi wakati huo, ijapokuwa jina jipya halikuwa jambo pekee walilolileta. Waholanzi walianza kujaribu kufanya vile ambavyo Wareno walikuwa hawajakifanya, kuifanya Mauritius kuwa makazi ya kudumu. Kufikia mwaka 1638, walianzisha makazi yao ya kwanza ya kudumu. Wakaanza kutumia rasilimali za kisiwa, wakaleta wanyama, wakaanza kulima miwa, mmea ambao baadaye ukawa uti wa mgongo wa uchumi wa Mauritius kwa karne nyingi. Lakini maisha ya wakoloni katika kisiwa hiki hayakuwa rahisi. Umbali mkubwa kutoka vituo vingine vya Kiholanzi ulifanya usafirishaji wa chakula na vifaa kuwa changamoto. Mazingira ya asili, vimbunga na matatizo ya kuendesha koloni yalifanya mradi huo kuwa mzigo mkubwa. Waholanzi walijaribu tena na tena kuendeleza makazi yao, lakini mwisho wake haukuwa ule walioutarajia. Mwaka 1710, baada ya zaidi ya karne moja tangu walipofika kwa mara ya kwanza, Waholanzi wakaondoka Mauritius. Hata hivyo, walipoondoka walikuwa wameacha jambo muhimu sana nyuma yao, ambacho ni jina Mauritius. Na pia walikuwa wameonyesha mataifa mengine kwamba kisiwa hiki licha ya kuwa kidogo, lakini kilikuwa na thamani kubwa sana kutokana na nafasi yake katika bahari
ya Hindi. Miaka mitano tu baada ya kuondoka Waholanzi, Wafaransa walifika, na safari hii Mauritius haikuwa tu kituo cha kupumzika kwa mabaharia, ilikuwa karibu kugeuzwa kwa ngome ya Ufaransa katika bahari ya Hindi. Mwaka 1715 Wafaransa wakachukua udhibiti wa Mauritius. Wao hawakuiita Mauritius, wakabadili jina lake na kuiita Ile de France, yani kisiwa cha Ufaransa. Na safari hii Ufaransa haikuja tu kutawala ardhi, ilikuwa na mpango mkubwa zaidi. Ili kuimarisha ushawishi wake katika bahari ya Hindi, Ufaransa ilihitaji bandari yenye uwezo wa kuhudumia meli zake, kituo cha kijeshi na eneo ambalo lingeweza kusaidia biashara yake kuelekea India na mashariki ya mbali. Hapo ndipo Mauritius ilipoanza kubadilika kwa kasi. Mwaka 1721 Wafaransa walianza kuimarisha makazi yao katika kisiwa hiki, na baadaye mtu mmoja akaja kuwa mchango mkubwa sana katika mabadiliko hayo. Jina lake lilikuwa Mahe de la Bourdonnais. Alipokuwa gavana wa Mauritius na Reunion kati ya mwaka 1735 na mwaka 1746, Mahe alifanya mageuzi makubwa. Alipanua miundombinu, akaimarisha biashara na hasa akaendeleza Port Louis kuwa bandari ya kituo muhimu cha kijeshi. Port Louis haikuwa tena bandari ndogo, ikawa moja ya moyo wa Ile de France. Meli zilianza kufika kwa wingi, maghala yakajengwa, barabara zikaanza kuunganisha maeneo mbalimbali na mashamba yakaanza kupanuka. Lakini maendeleo hayo yalihitaji kitu kimoja muhimu ambacho ni nguvu kazi. Ufaransa ilianza kuleta watu kutoka maeneo mbalimbali, wakiwemo watumwa kutoka Afrika Mashariki na Madagascar. Watumwa hawa walitumika katika shughuli za kilimo, ujenzi, majumbani na hasa katika mfumo wa mashamba ambao ulikuwa unaanza kujengwa, na moja ya mazao yaliyokuwa yakipewa umuhimu mkubwa ilikuwa ni miwa. Lakini nyuma ya uzalishaji huo kulikuwa na ukweli ambao haukuwa na uzuri wowote. Uchumi wa koloni ulikuwa unategemea sana nguvu kazi ya watu wasio na uhuru, na kadiri Ufaransa ilivyozidi kuimarisha Mauritius, ndivyo thamani yake ya kimkakati ilivyozidi kuongezeka, kwa sababu kutoka Port Louis meli za Kifaransa zingeweza kufuatilia na kushambulia meli za biashara za Uingereza zilizokuwa zikielekea India. Na wakati huo Ufaransa na Uingereza zilikuwa zikigombea ushawishi mkubwa duniani. Bahari ya Hindi ikawa moja ya viwanja vyao vya vita, hivyo Mauritius ikawa zaidi ya koloni. Mwanzoni mwa karne ya 19, Mauritius ilikuwa imegeuka kuwa moja ya vituo muhimu vya Ufaransa katika bahari ya Hindi. Kutoka Port Louis, meli za Kifaransa ziliweza kufuatilia njia za biashara za Waingereza kuelekea India na Asia. Na hapo ndipo jina lingine likaanza kuhusishwa na kisiwa hiki, wakikiita kisiwa cha maharamia. Kwa usahihi, si kwamba Mauritius ilikuwa taifa la maharamia. Kilichotokea ni kwamba eneo hili lilikuwa na shughuli nyingi za privateers, meli za wafanyabiashara waliokuwa wamepewa ruhusa na serikali ya Ufaransa kushambulia meli za nchi adui wakati wa vita. Privateers hao walikuwa kama maharamia halali kwa upande wa serikali iliyowapa leseni, na Mauritius ikawa kituo muhimu kwa shughuli hizo. Meli za biashara za Uingereza zilipokuwa zikisafirisha bidhaa kati ya India na Ulaya, baadhi yao walilengwa na privateers waliokuwa wakitoka Ile de France. Hii ilifanya Mauritius kuwa tatizo kubwa kwa Waingereza, kwa sababu Uingereza ilikuwa na maslahi makubwa sana India. Ikiwa njia za baharini zingedhibitiwa na Ufaransa, biashara na mawasiliano ya Uingereza yangeathirika. Kwa hiyo mwaka 1810 Waingereza wakaamua kuchukua hatua, lakini
Kabla ya uvamizi mkubwa wa kisiwa, kulitokea moja ya vita maarufu zaidi katika historia ya Mauritius, ambayo ni vita vya Grand Port. Mnamo Agosti mwaka 1810, meli za Uingereza na Ufaransa zilikutana katika maji ya Grand Port. Mapambano yakawa makali, na kwa mara ya kwanza katika historia ya Royal Navy, kikosi cha maji cha Uingereza kilishindwa kabisa katika vita vya majini. Ufaransa ilikuwa imeshinda. Habari za ushindi huo zilipokelewa kwa furaha kubwa nchini Ufaransa, na kumbukumbu ya ushindi huo iliwekwa kwenye Arc de Triomphe mjini Paris, ukiwa miongoni mwa ushindi wa majini uliokumbukwa katika historia ya Napoleon. Lakini ushindi huo ulikuwa wa muda mfupi sana, kwa sababu Waingereza hawakuja kupigana vita moja tu pekee. Walikuwa wamekuja kuchukua kisiwa kizima. Mwishoni mwa mwaka huo, Waingereza wakakusanya jeshi kubwa kutoka India na maeneo mengine. Mnamo Novemba 1810, majeshi ya Uingereza yakaanza uvamizi mkubwa wa Mauritius. Wafaransa wakajaribu kujilinda, lakini safari hii walikuwa wanakabiliwa na nguvu kubwa zaidi. Majeshi ya Uingereza yakasonga kuelekea ndani ya kisiwa. Mapigano yakazidi, na hatimaye tarehe 3 Disemba mwaka 1810, Wafaransa wakasalimu amri. Ile de France ilikuwa imeanguka, lakini Waingereza hawakubadilisha jina lake, bali jina Mauritius likarudi rasmi. Na sasa, baada ya zaidi ya karne moja ya utawala wa Kifaransa, Mauritius ilikuwa imeingia katika mikono ya Uingereza. Baada ya Wafaransa kusalimu amri tarehe 3 Disemba mwaka 1810, Mauritius ikaingia chini ya utawala wa Uingereza, lakini Waingereza hawakufuta urithi wa Kifaransa uliokuwepo kisiwani humo. Chini ya masharti ya makubaliano yaliyofuatia, wakazi waliendelea kuhifadhi lugha yao, dini zao, mali zao na sheria zao za kiraia. Mwaka 1814, mkataba wa Paris ukathibitisha rasmi Mauritius kuwa koloni la Uingereza. Hivyo Mauritius ikawa koloni la Uingereza, lakini haikuwahi kuwa nakala ya Uingereza. Ufaransa ilikuwa imeacha mizizi yake. Majina ya maeneo yaliendelea kuwa ya Kifaransa. Kifaransa kikaendelea kutumika katika maisha ya kila siku, na mfumo wa sheria za kiraia uliendelea kuwa na ushawishi wa Kifaransa. Lakini upande wa kisiasa na kiutawala sasa ulikuwa wa Uingereza, na Waingereza walikuta kitu kingine muhimu sana, ambacho ni uchumi wa sukari. Mashamba ya miwa yalikuwa yameanza kupanuka, na sukari ikawa moja ya nguzo kuu za uchumi wa Mauritius. Lakini mashamba hayo yalihitaji wafanyakazi wengi, na kwa kipindi hicho sehemu kubwa ya nguvu kazi ilikuwa inatokana na watumwa kutoka Afrika Mashariki na Madagascar. Kwa hiyo Waingereza walipoirithi Mauritius, hawakurithi tu bandari na mashamba, walirithi pia mfumo wa utumwa. Na hapo ndipo historia ya Mauritius ilipoanza kugongana na mabadiliko makubwa yaliyokuwa yakitokea katika dola ya Uingereza. Harakati za kupinga biashara ya utumwa zilikuwa zimeongezeka. Mwaka 1807, Uingereza ilipiga marufuku biashara ya watumwa katika sehemu kubwa ya dola yake. Lakini jambo hilo halikumaanisha kwamba watu waliokuwa tayari wamefanywa kuwa watumwa walikuwa wamekombolewa. Utumwa wenyewe uliendelea katika makoloni ya Uingereza hadi mwaka 1833 bunge la Uingereza lilipoitisha Slave Abolition Act. Sheria hiyo ilianza kutekelezwa katika sehemu kubwa ya dola ya Uingereza tarehe 1 Agosti mwaka 1834. Lakini Mauritius ilikuwa na kipindi cha mpito, na hatimaye mwaka 1835 utumwa ukakomeshwa kikamilifu katika kisiwa cha Mauritius. Kwa maelfu ya watu waliokuwa wameishi maisha yao bila uhuru, hii ilikuwa siku ya kihistoria. Lakini
kwa wamiliki wa mashamba ilikuwa mwanzo wa tatizo jipya, kwa sababu mfumo wa sukari haukuweza kuendelea bila wafanyakazi, na watumwa waliokuwa wameachiliwa hawakuwa tayari kuendelea kufanya kazi chini ya mazingira yale yale kwa namna ambayo wamiliki wa mashamba walitaka. Kwa hiyo Uingereza ikakabiliwa na swali kubwa: ikiwa utumwa umeondolewa, nani atafanya kazi kwenye mashamba ya miwa? Jibu likaja kutoka upande mwingine wa bahari ya Hindi, ambapo ni India. Na hapa ndipo Mauritius ilipoingia katika moja ya sura muhimu zaidi ya kihistoria na historia yake, kwa sababu baada ya utumwa, mfumo mwingine wa nguvu kazi ulianza, mfumo uliowaleta mamia ya maelfu ya watu kutoka India na maeneo mengine. Na safari hiyo ilianza hata kabla utumwa haujaondolewa rasmi. Hawa walikuwa mwanzo wa mabadiliko ambayo yaliifanya Mauritius kuwa moja ya vituo muhimu zaidi vya indentured labor duniani. Lakini kabla hatujafika kwao, tunapaswa kuelewa vizuri jambo moja: utumwa uliishaje Mauritius, na kwa nini walikuwa wameachiliwa hawakutaka kurudi kwenye mashamba? Kwa sababu jibu la swali hili ndilo litakalotupeleka kwenye siri nzito zaidi ya historia ya Mauritius. Ili kuelewa Mauritius ya leo, lazima turudi nyuma kwenye kipindi ambacho mtu angeweza kununuliwa, kuuzwa na kumilikiwa kama mali. Chini ya utawala wa Kifaransa na baadaye wa Uingereza, utumwa ulikuwa sehemu muhimu ya mfumo wa uchumi wa Mauritius. Watumwa waliotoka hasa Afrika Mashariki na Madagascar walitumika katika mashamba, ujenzi, majumbani na shughuli nyingine za koloni. Na kadiri sekta ya sukari ilivyokuwa, ndivyo mahitaji ya nguvu kazi yalivyoongezeka. Kwa hiyo, nyuma ya mashamba makubwa ya miwa yaliyokuwa yakilipa fedha nyingi kwa wafanyabiashara na wamiliki wa mashamba, kulikuwa na maelfu ya watu waliokuwa hawana uhuru wa kuamua maisha yao wenyewe. Lakini mwanzoni mwa karne ya 19 hali ilianza kubadilika. Mwaka 1807 Uingereza ilipiga marufuku biashara ya watumwa. Lakini hii haikuwa mwisho wa utumwa. Mtu ambaye tayari alikuwa mtumwa bado angeweza kuendelea kuishi katika hali hiyo. Mabadiliko makubwa yaliyokuja mwaka 1833 wakati bunge la Uingereza lilipopitisha Slavery Abolition Act. Sheria hiyo ilianza kutekelezwa mwaka 1834 na Mauritius ikafikia ukombozi kamili kwa watumwa mwaka 1835. Kwa watu waliokuwa wamefungwa katika mfumo huo kwa miaka mingi, ilikuwa hatua kubwa sana. Lakini kuna upande mwingine wa historia ambao haupaswi kusahaulika. Wamiliki wa watumwa walilipwa fidia. Serikali ya Uingereza ilitenga jumla ya pound milioni 20 kwa ajili ya kuwafidia wamiliki wa watumwa katika dola ya Uingereza. Katika Mauritius, wamiliki wa mashamba walipokea sehemu ya fidia hiyo kwa kupoteza kile ambacho mfumo wa sheria wa wakati huo uliwatambua kama mali. Kwa ujumla, takriban pound milioni 2 zilitolewa kama fidia kwa wamiliki wa watumwa ndani ya Mauritius. Hapa ndipo historia inakuwa chungu zaidi, kwa sababu mtu aliyekuwa amenyang'anywa uhuru wake hakulipwa kwa miaka yake yote ya mateso, bali mwenye kumiliki mtumwa ndiye aliyelipwa kwa kumpoteza mtu huyo. Utumwa ulipokomeshwa Mauritius mwaka 1835, tatizo moja kubwa lilibaki wazi: nani angefanya kazi kwenye mashamba ya miwa? Sekta ya sukari ilikuwa tayari imejengwa juu ya mahitaji makubwa ya nguvu kazi. Kwa hiyo, baada ya ukombozi wa watumwa, wakoloni wakaanza kutafuta wafanyakazi kutoka nje ya Mauritius. Hapa sasa tuendelee kuhusu mfumo wa indentured labor au ajira za kimkataba ulipoanza kuchukua nafasi kubwa katika Mauritius. Tofauti na utumwa,
mfanyakazi alipaswa kusaini mkataba wa kufanya kazi kwa kipindi maalum na kulipwa mshahara. Lakini mfumo huo haukuwa rahisi kama unavyoweza kuonekana kwenye karatasi. Wafanyakazi wengi walikuwa watu masikini waliokuwa wakitafuta maisha bora. Baadhi yao walivutwa na ahadi za mshahara, chakula na uwezekano wa kupata maisha mapya, lakini wengine walikutana na mazingira magumu sana walipofika Mauritius, na ndiyo maana mfumo huu ulisababisha mijadala na malalamiko mengi. Ndipo tukio moja lililokuwa la kihistoria lilitokea mwaka 1834. Tarehe 2 Novemba mwaka 1834, meli iitwayo Atlas iliwasili Port Louis ikiwa na wafanyakazi 36 kutoka India, wanaume wakiwa 30 na wanawake wakiwa 6. Walikuwa wamesaini mikataba yao huko Calcutta tarehe 10 Septemba mwaka 1834 na wakaondoka India tarehe 15 Septemba. Walikuwa mwanzo wa wimbi kubwa sana la uhamiaji, lakini safari yao haikuwa sehemu ya tukio dogo. Ilikuwa sehemu ya kile ambacho Waingereza walichokiita Great Experiment. Lengo lilikuwa kujaribu kama wafanyakazi waliokuja kwa mikataba wangeweza kuchukua nafasi ya mfumo wa utumwa katika uchumi wa mashamba. Na Mauritius ikawa moja ya maeneo muhimu zaidi ya jaribio hili. Hata hivyo, mfumo huo haukuwa bila matatizo. Kati ya mwaka 1839 hadi 1842, uhamiaji wa wafanyakazi kutoka India ulisimamishwa kwa muda kutokana na malalamiko na taarifa kuhusu unyanyasaji kwa baadhi ya wafanyakazi. Lakini mahitaji ya mashamba yalikuwa makubwa na mfumo ukaendelea. Watu wakaanza kuwasili zaidi, meli baada ya meli. Familia zikaanza kugawanyika. Wengine waliondoka India bila kujua kabisa maisha yao yangekuwaje upande mwingine wa bahari ya Hindi. Walipofika Mauritius, wengi walipelekwa kufanya kazi kwenye mashamba ya miwa, na kadiri uzalishaji wa sukari ulivyoongezeka ndivyo mahitaji ya wafanyakazi yalivyozidi kuongezeka. Kati ya mwaka 1843 hadi 1865, uhamiaji wa indentured labor ulifikia kilele kutokana na mahitaji makubwa ya sekta ya sukari. Mwaka 1845, Mauritius ilikuwa tayari imekuwa moja ya wazalishaji muhimu wa sukari katika dola ya Uingereza. Takriban 7% ya sukari yote iliyozalishwa ndani ya dola ya Uingereza ilitoka Mauritius. Hii ndiyo sababu nguvu kazi ilikuwa muhimu sana. Sukari ilikuwa ikiingiza fedha, mashamba yalikuwa yakitanuka na kila shamba lilihitaji watu. Kwa hiyo meli zikaendelea kuja na watu wakaendelea kushuka Port Louis. Lakini jambo ambalo wakoloni hawakulitarajia ni kwamba watu hawa hawangeishia kuwa wafanyakazi tu. Wangejenga familia, wangeanzisha biashara, wangejenga nyumba, wangejenga maeneo yao ya ibada, wangeleta lugha na mila zao, na watoto wao wangezaliwa Mauritius. Na kizazi baada ya kizazi, wahamiaji hawa wangegeuka kuwa sehemu kubwa ya watu wa Mauritius yenyewe. Kwa kipindi cha karibu karne moja, Mauritius ilipokea mamia ya maelfu ya wafanyakazi wa indentured, na wengi wao walipitia sehemu moja kabla ya kuelekea kwenye mashamba. Hapo ndipo tutakapoona kwa karibu zaidi jinsi watu hawa walivyoingia Mauritius na kwa nini eneo hilo leo limekuwa moja ya maeneo muhimu zaidi ya kihistoria nchini humo. Kabla ya kuingia kwenye mashamba ya miwa, maelfu kwa maelfu ya watu waliowasili Mauritius walipitia sehemu moja muhimu sana katika historia ya kisiwa hiki, ambayo ni Apravas Ghat. Apravas Ghat ilikuwa kituo cha kuwapokea, kuwasajili na kuwachakata wafanyakazi waliokuja Mauritius chini ya mfumo wa indentured labor.
Na tarehe 3 Novemba mwaka 1834, siku moja tu baada ya kuwasili kwa Atlas, mamlaka zilianza mchakato wa kuwasajili baadhi ya wafanyakazi hao. Lakini kituo kikubwa cha uhamiaji kilijengwa baadaye. Mwaka 1849, kituo cha uhamiaji kilianzishwa katika eneo ambalo leo linajulikana kwa jina hili. Hapa ndipo safari ya mtu mpya katika Mauritius ilipoanza. Meli ilipofika, wafanyakazi walishuka, walifanyiwa ukaguzi, majina yao yakaandikwa, taarifa zao zikarekodiwa, kisha wakapelekwa kwenye maeneo yao ambayo walipaswa kufanya kazi. Lakini ukitazama eneo hili leo, ni vigumu kufikiria ukubwa wa kile kilichokuwa kikitokea hapa, kwa sababu katika kipindi cha mfumo huo, Mauritius ilikuwa moja ya vituo vikubwa zaidi duniani vya kupokea wafanyakazi wa indechas. Kati ya mwaka 1834 na mwaka 1920, zaidi ya wafanyakazi 450,000 kutoka India walifika Mauritius chini ya mfumo wa indentured labor. Na kwa ujumla Mauritius ilipokea takriban wafanyakazi 462,800 kutoka India na maeneo mengine, huku zaidi ya 97% ya waliowasili wakiwa na asili ya India. Fikiria idadi hiyo, karibu nusu milioni ya watu waliovuka bahari, watu waliotoka katika miji na vijiji na maeneo tofauti ya India, watu wenye lugha tofauti, watu wenye dini tofauti, watu waliokuwa na ndoto tofauti, lakini wote wakafika kwenye kisiwa kimoja. Na wengi wao hawakurudi India, walibaki Mauritius, wakajenga familia, wakazaa watoto, na taratibu watu waliokuja kama wafanyakazi wa mikataba wakawa sehemu kubwa ya jamii ya Mauritius. Ndiyo maana Apravas Ghat si jengo la zamani tu, ni alama ya kuzaliwa kwa jamii mpya. Mwaka 2006 Apravas Ghat ilitangazwa kuwa UNESCO World Heritage Site kwa sababu ya umuhimu wake katika historia ya indentured labor na uhamiaji wa kimataifa. Lakini nyuma ya historia hii kuna swali moja muhimu: kwa nini watu hawa walibaki Mauritius? Jibu lina sehemu mbili. Kwanza, baadhi yao walipata nafasi ya kujenga maisha mapya baada ya kumaliza mikataba yao, baadhi walichagua kubaki. Na pili, Mauritius ilikuwa tayari imeanza kuwa jamii yenye mchanganyiko mkubwa. Kwa hiyo, baada ya miongo kadhaa, watu hawa hawakuwa tena wageni, bali walikuwa wa Mauritius. Na mabadiliko hayo yalikuwa makubwa kiasi kwamba leo historia ya Mauritius haiwezi kutenganishwa na historia ya wahamiaji hawa. Lakini kuna jambo jingine muhimu: mfumo huu haukuleta Wahindi pekee. Wafanyakazi na wahamiaji kutoka maeneo mengine pia waliingia katika kisiwa hiki, wakiwemo watu kutoka China, Madagascar, Comoros, Afrika Mashariki kwa ujumla na maeneo mengine ya Bahari ya Hindi. Na kila kundi lilileta utamaduni wake, lugha, dini, chakula, biashara, mila na desturi. Mauritius ikaanza kuwa kitu ambacho wakoloni hawakuwa wamekipanga kabisa. Lakini kadri idadi ya watu ilivyoongezeka, jambo jingine lilianza kutokea. Watu waliokuwa wamekuja kufanya kazi wakaanza kuuliza, kwa nini tusipate pia nguvu ya kuamua namna nchi yetu inavyotawaliwa? Na hapo ndipo historia ya Mauritius ilipoanza kuondoka kwenye mashamba ya sukari na kuingia kwenye mapambano ya kisiasa. Kufikia mwisho mwa karne ya 19 na mwanzoni mwa karne ya 20, Mauritius ilikuwa imebadilika sana. Watu waliokuja kama wafanyakazi wa mikataba hawakuwa tena wageni wa muda. Wengi walikuwa wameamua kubaki, walikuwa wameanzisha familia, watoto wao walizaliwa Mauritius, na kizazi kipya kikaanza kukua ambacho hakikuitazama tena India, Afrika, China au Madagascar kama nyumbani kwao pekee.
Mauritius yenyewe ikawa nyumbani. Hii ndiyo nguvu kubwa ya uhamiaji katika historia ya Mauritius. Na jamii hiyo mpya ilikuwa na mchanganyiko mkubwa sana. Kulikuwa na watu wenye asili ya India, wengi wao walikuwa Wahindu na Waislamu. Kulikuwa na watu wenye asili ya Afrika Mashariki na Madagascar ambao walichangia sana katika kuzaliwa kwa jamii ya Creole. Kulikuwa na Wachina ambao kwa kiasi kikubwa walijikita katika biashara na shughuli za mijini. Na kulikuwa na jamii zenye mizizi ya Kifaransa na Ulaya. Hivyo Mauritius haikujengwa na kundi moja. Ilikuwa ni matokeo ya watu kutoka sehemu nyingi za dunia kukutana kwenye kisiwa kimoja, na athari hiyo inaonekana hadi leo. Ukienda Mauritius unaweza kusikia Creole ya Mauritius, Kifaransa na Kiingereza, huku lugha za asili za wahamiaji kama Kihindi, Kiurdu, Kichina na lugha nyingine zikiwa zimeacha athari kubwa katika utamaduni wa jamii. Dini nazo zikawa sehemu ya sura ya taifa. Misikiti, makanisa, mahekalu ya Kihindu na maeneo ya ibada ya jamii nyingine vikawepo ndani ya nchi moja. Lakini mchanganyiko huo haukumaanisha kwamba kila mtu alikuwa na nafasi sawa. Kuna tofauti kubwa kati ya kuwa sehemu ya jamii na kuwa na nguvu ya kisiasa. Kwa muda mrefu, mamlaka makubwa ya kisiasa na kiuchumi yalikuwa mikononi mwa makundi machache. Wamiliki wa mashamba walikuwa na ushawishi mkubwa, na sukari ilikuwa msingi wa uchumi. Kwa hiyo, mtu ambaye hakuwa na ardhi au mali kubwa hakuwa na nguvu sawa katika mfumo wa kisiasa. Lakini kadiri elimu ilivyoenea na idadi ya watu wa tabaka la kati ilivyoongezeka, madai ya uwakilishi yakaanza kuwa makubwa. Watu wakaanza kutaka mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Walianza kudai haki, na taratibu siasa za Mauritius zikaanza kuingia katika kipindi kipya. Mwaka 1948 uchaguzi muhimu ulifanyika chini ya mfumo mpya wa kikatiba, na tarehe 1 Septemba 1948 baraza jipya la kutunga sheria lilianza kazi. Lakini hatua kubwa zaidi ilikuja mwaka 1959. Kwa mara ya kwanza mfumo wa Universal Adult Suffrage ulitumika katika uchaguzi. Hii ilimaanisha kwamba watu wazima kwa ujumla walipata haki ya kupiga kura bila vigezo vya zamani vya mali na hadhi kuwa kizuizi kikubwa kama ilivyokuwa hapo awali, na idadi ya wapiga kura ikafika zaidi ya 208,000. Hii ilikuwa hatua kubwa sana, kwa sababu watu ambao babu zao walikuwa wameletwa Mauritius kama wafanyakazi wa mikataba sasa walikuwa wanapata nafasi ya kushiriki katika kuamua mustakabali wa nchi. Lakini sasa swali lilikuwa limefika mahali ambapo halingeweza tena kuepukwa. Je, Mauritius ingeendelea kuwa koloni la Uingereza au ingekuwa taifa huru? Na wakati mjadala huo ukiendelea, kulikuwa na jambo jingine kubwa lililokuwa likiendelea nyuma ya pazia. Baada ya kupata haki pana ya kupiga kura mwaka 1959, siasa za Mauritius zikaingia katika hatua mpya. Sasa haikuwa tena mijadala ya watu wachache wenye mali. Sauti ya wananchi ilikuwa imeingia rasmi katika siasa. Na ndani ya mazingira hayo, vyama vya kisiasa vikaanza kupigania maono tofauti kuhusu mustakabali wa Mauritius. Miongoni mwa wanasiasa muhimu sana alikuwa Sir Sewosagur Lamgolam. Alikuwa daktari, mwanasiasa na kiongozi wa Mauritius Labour Party, na baadaye akajulikana kama mmoja wa watu muhimu zaidi katika safari ya Mauritius kuelekea kupata uhuru. Upande mwingine, kulikuwa na vyama na makundi yaliyokuwa na mtazamo tofauti kuhusu mustakabali wa kisiwa hiki. Mjadala haukuwa rahisi kwa sababu swali la uhuru liligusa kila kitu: uchumi, siasa, usalama,
uhusiano na Uingereza na hata hofu kuhusu maisha ya jamii mbalimbali. Kwa baadhi ya watu, uhuru ulikuwa hatua ya lazima. Kwa wengine, kuendelea kuwa sehemu ya dola ya Uingereza kulionekana kama njia salama zaidi ya kulinda uchumi na utulivu wa nchi. Na mwaka 1965 mjadala huo ukafikia hatua muhimu sana. Mkutano wa kikatiba kuhusu mustakabali wa Mauritius ulifanyika London. Lakini mwaka huo pia ulikuwa mwaka ambao historia ya Mauritius ilipata jeraha ambalo bado halijapona kikamilifu. Jeraha hili ni Chagos Archipelago. Ilitenganishwa na Mauritius na kuunda eneo jipya lililoitwa British Indian Ocean Territory. Miongoni mwa visiwa hivyo kulikuwa na kisiwa cha Diego Garcia, na Diego Garcia ilikuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati. Baadaye Marekani ikaanzisha kituo kikubwa cha kijeshi, lakini hili lilikuja na gharama kubwa kwa watu waliokuwa wakiishi katika visiwa hivi. Wakazi wa Chagos maarufu kama Chagosian waliondolewa katika visiwa vyao na kupelekwa hasa Mauritius na Seychelles katika kipindi cha mwishoni mwa miaka 1960 na mwanzoni mwa miaka 1970. Kwa Mauritius, suala hili lilikuwa zaidi ya mipaka. Lilikuwa suala la ardhi, utambulisho na haki. Lakini wakati huo huo, viongozi wa Mauritius walikuwa wakisukuma mbele suala la uhuru. Mazungumzo na Uingereza yakaendelea na hatimaye tarehe 12 Machi mwaka 1968 Mauritius ikawa taifa huru. Uhuru haukuja bila masharti. Mauritius ilibaki ndani ya Commonwealth na Uingereza ikaendelea kuwa na uhusiano mkubwa na nchi hii. Kwa watu wengi, siku hiyo ilikuwa kilele cha safari ndefu. Kisiwa kilichowahi kuwa chini ya Wareno, kisha Waholanzi, kisha Wafaransa, kisha Waingereza. Kisiwa kilichojengwa na nguvu kazi ya watumwa, kisha mamia ya maelfu ya wafanyakazi wa industries, sasa kilikuwa taifa. Kabla ya uhuru, kulikuwa na hofu kubwa kwamba Mauritius inaweza kukumbwa na migogoro mikubwa ya kijamii, na hofu hizo hazikuwa za kubuniwa. Mwaka 1968, karibu na kipindi cha uhuru, kulikuwa na machafuko makubwa ya kijamii na kisiasa. Taifa jipya likaanza kujifunza kitu ambacho kingekuwa muhimu sana katika historia yake. Asubuhi ya tarehe 12 Machi 1968, Mauritius iliingia katika ukurasa mpya wa kihistoria. Kwa zaidi ya karne moja na nusu, bendera ya Uingereza ilikuwa imetawala juu ya kisiwa hiki. Lakini siku hiyo bendera mpya ilikuwa tayari kusubiri nafasi yake. Hii ni bendera ya Mauritius. Muundo wake ulikuwa na mistari minne ya rangi: nyekundu, bluu, njano na kijani, na kila rangi ikawa sehemu ya utambulisho wa taifa jipya. Tarehe hiyo Mauritius ilitangazwa rasmi kuwa nchi huru. Mamlaka ya Uingereza yakakabidhiwa kwa serikali ya Mauritius, na Sir Sewa Sagur Ramgoolam akawa waziri mkuu wa kwanza wa nchi huru. Lakini uhuru haukuwa mwanzo wa maisha mepesi. Mauritius ilikuwa imezaliwa kama taifa likiwa na changamoto nyingi. Idadi ya watu ilikuwa imeongezeka kwa kasi. Uchumi ulikuwa bado unategemea sana kilimo cha miwa na uzalishaji wa sukari, na ukosefu wa ajira ukawa tatizo kubwa. Kwa nchi ndogo ilikuwa imetoka kwenye mfumo wa kikoloni, kulikuwa na swali moja kubwa: Mauritius ingewezaje kujenga uchumi wake bila kutegemea Uingereza? Jibu lilihitaji mabadiliko makubwa. Kabla ya kuzungumzia mafanikio ya baadaye, lazima tukumbuke kwamba uhuru wa Mauritius haukuja katika mazingira ya utulivu kamili. Kabla ya karibu na kipindi cha uhuru, kulikuwa na machafuko ya kisiasa na kijamii. Hasa mwaka 1968 kulikuwa na mapambano makali kati ya makundi ya kisiasa na jamii mbalimbali. Watu walipoteza maisha, wengine walijeruhiwa, na serikali ililazimika kuchukua hatua
za kuzuia hali isiendelee kuwa mbaya. Hii ilikuwa ishara kwamba kujenga taifa lenye watu wenye asili tofauti hakungekuwa jambo la rahisi. Lakini Mauritius ilifanikiwa kuendelea, na moja ya sababu ilikuwa mfumo wa kisiasa uliokuwa ukijengwa. Serikali ikaanza kuwekeza katika elimu, huduma za afya, miundombinu, na taratibu uchumi ukaanza kutafuta njia mpya zaidi na si kutegemea sukari pekee. Lakini kulikuwa na tukio jingine kubwa lililokuwa linakuja. Mwaka 1972 Mauritius ilianza kujiunga zaidi na mifumo ya kikanda na kimataifa. Na mwaka 1976 mfumo wa elimu ya msingi ukapanuliwa zaidi kwa sera zilizolenga kuongeza upatikanaji wa elimu. Kisha mwaka 1982 Mauritius ilipata mabadiliko makubwa ya kisiasa. Arnaud Jagnaut na muungano wake wa kisiasa walipata ushindi mkubwa katika uchaguzi. Hii ilikuwa hatua nyingine katika kukomaa kwa demokrasia ya nchi. Lakini Mauritius ilikuwa bado haijafikia kilele cha mabadiliko yake. Kwa sababu tarehe 12 Machi 1992, miaka 24 baada ya uhuru, Mauritius ilifanya jaribio jingine la kihistoria. Ikaacha kuwa falme ya kikatiba na kuwa jamhuri. Ofisi ya rais ikawa mkuu wa nchi, huku waziri mkuu akiendelea kuwa mkuu wa serikali. Sir Veerasammy Lingardot akawa rais wa kwanza wa Mauritius. Hivyo Mauritius ikamaliza hatua nyingine ya safari yake kutoka koloni hadi nchi huru na sasa kuwa jamhuri. Lakini nyuma ya sherehe hizo zote kulikuwa na suala ambalo bado halikuwa limepata majibu, ambalo ni kisiwa cha Chagos. Kwa sababu wakati Mauritius ilikuwa ikijenga taifa lake, watu wa visiwa vya Chagos walikuwa wameondolewa katika ardhi yao, na moja ya visiwa hivyo ni Diego Garcia. Kilikuwa kimegeuzwa kuwa kituo muhimu cha kijeshi cha Marekani na Uingereza. Hii ndiyo sehemu ambayo historia ya Mauritius inabadilika kutoka simulizi ya ukoloni na uhuru na kuwa mgogoro wa kimataifa kuhusu ardhi, mamlaka na haki ya watu kurudi nyumbani. Na mgogoro huo ungeendelea kwa miongo kadhaa mpaka hatimaye Mauritius ikafikisha suala hilo mbele ya mahakama ya kimataifa. Kwa hiyo mgogoro wa Chagos haukuwa tena suala la Mauritius na Uingereza pekee. Ulikuwa umeingia katika siasa za kimataifa. Mauritius ikaendelea kudai kwamba Chagos ni sehemu ya eneo lake. Uingereza ikasisitiza msimamo wake, na Chagosian wakaendelea kudai haki ya kurejea katika ardhi yao. Miongo ikapita, serikali zikabadilika, viongozi wakabadilika, lakini mgogoro ukabaki mpaka mwaka 2017 wakati Umoja wa Mataifa ulipopinga hatua muhimu. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liliiomba Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ kutoa ushauri kuhusu uhalali wa kutenganishwa kwa Chagos kutoka Mauritius wakati wa mchakato wa decolonization. Na hapo ndipo historia ya Mauritius ikafika katika moja ya hatua muhimu zaidi za kisheria, kwa sababu sasa haikuwa tena historia ya watu waliokuwa wakidai ardhi yao. Chagos ni mkusanyiko wa takriban visiwa 58 ulioko karibu kilomita 2200 kaskazini mashariki mwa kisiwa kikuu cha Mauritius. Mahakama ilisema kwamba katika mazingira ya ukoloni haikuweza kuchukulia makubaliano hayo kama makubaliano ya kawaida kati ya mataifa mawili huru. Kwa tathmini ya mahakama, utenganishaji huo haukuwa umefanywa kupitia uamuzi huru na wa kweli wa watu waliokuwa wanahusika. Hii ilikuwa pigo kubwa la kisheria kwa msimamo wa Uingereza. Mwaka huo huo, tarehe 22 Mei mwaka 2019,
Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio kuhusu maoni hayo kwa kura 116 za ndio, 6 za hapana na 56 za kutokupiga kura. Lakini bado Diego Garcia iliendelea kuwa kituo cha kijeshi, na Chagossian wengi bado walikuwa wakidai haki ya kurudi katika ardhi ya mababu zao. Kwa hiyo historia ya Mauritius ilikuwa imefika mahali pa kushangaza sana. Nchi ambayo ilipata uhuru mwaka 1968 ilikuwa bado inapigania sehemu ya eneo lake kwa zaidi ya nusu karne baadaye. Lakini kuna jambo la kushangaza zaidi. Mwaka 2025, baada ya miongo kadhaa ya mgogoro, Mauritius na Uingereza zilifikia makubaliano mapya kuhusu Chagos. Tarehe 22 Mei 2025, nchi hizi zilisaini makubaliano ambayo kwa mujibu wa serikali ya Mauritius, Uingereza ilitambua mamlaka ya Mauritius juu ya Chagos Archipelago yote, ikiwemo Diego Garcia. Hivyo simulizi ambayo ilianza mwaka 1965 kwa kutenganishwa kwa Chagos ikafika kwenye hatua mpya baada ya miaka 60. Lakini historia ya Mauritius bado haijaishia kwenye Chagos, kwa sababu baada ya kupitia utumwa, indentured labor, ukoloni, uhuru na mgogoro wa eneo, swali kubwa linabaki: ni kwa namna gani Mauritius ilifanikiwa kutoka kwenye uchumi mdogo wa sukari na kuwa moja ya mataifa yenye uchumi tofauti na kiwango cha juu cha maendeleo barani Afrika. Hapo ndipo tunapofungua sura ya mwisho ya safari hii. Baada ya uhuru mwaka 1968, Mauritius ilikuwa na changamoto ambayo mataifa mengi mapya yangekuwa nayo. Ilikuwa nchi ndogo yenye rasilimali chache za asili na uchumi uliotegemea kwa kiasi kikubwa kilimo cha miwa na sukari. Lakini viongozi wake walifanya uamuzi muhimu. Badala ya kuendelea kutegemea zao moja, Mauritius ilianza kubadilisha uchumi wake hatua kwa hatua. Miwa iliendelea kuwa muhimu, lakini viwanda vikaanza kukua. Sekta ya nguo na mavazi ikapanuka. Utalii ukaanza kuwa chanzo kikubwa cha fedha za kigeni, na baadaye huduma za kifedha, biashara ya kimataifa, ICT na huduma nyingine zikawa sehemu ya uchumi. Hii ndiyo sababu Mauritius ya leo inaonekana tofauti sana na Mauritius ya mwaka 1968. Kisiwa kilichowahi kutegemea mashamba ya sukari sasa kina hoteli za kimataifa, vituo vya kifedha, viwanda, bandari, biashara na sekta ya huduma. Lakini sukari haikutoweka, bado ni sehemu muhimu ya historia na uchumi wa nchi. Na hii ni muhimu kuelewa. Mauritius haikufanikiwa kwa kuachana kabisa na historia yake, bali ilibadilisha namna ilivyotumia kile ilichokuwa nacho. Miwa na sukari zilibaki, utalii ukawa nguzo nyingine, na uzuri wa kisiwa hiki ukageuzwa kuwa bidhaa ya kimataifa. Lakini pengine jambo la kuvutia zaidi ni kwamba taifa hili lilijengwa na watu waliotoka sehemu nyingi sana za dunia. Ukiangalia Mauritius ya leo, utaona athari za historia hiyo kila mahali: katika chakula, katika muziki, katika lugha, katika dini, katika majina ya watu na hata katika sherehe za kitaifa. Hindu, Muslim, Christian na jamii nyingine zinaishi ndani ya nchi moja. Kifaransa na Kiingereza vinaendelea kuwa muhimu, na Mauritian Creole imekuwa lugha muhimu sana katika maisha ya kila siku. Hii ndiyo sababu Mauritius ni tofauti na picha rahisi ya kisiwa cha watalii, na taifa lililojengwa na mizunguko ya uhamiaji ya karne nyingi. Wareno walifika, Waholanzi wakaja, Wafaransa wakatawala, Waingereza wakachukua kisiwa, watumwa wakaletwa kutoka Afrika na Madagascar, wafanyakazi wa Indonesian wakaja kutoka India na Wachina wakaja, watu kutoka maeneo mengine ya bahari ya Hindi wakaja pia, na baada ya vizazi vingi
wote wakawa sehemu moja ya historia. Kama kuna jambo moja linaloifanya Mauritius iwe tofauti, si ukubwa wa ardhi yake, bali ni watu wake. Na mchanganyiko huo haupo kwenye vitabu vya kihistoria pekee. Unaonekana mezani, unasikika kwenye muziki, unaonekana kwenye nyumba za ibada na unasikika kwenye lugha. Hata chakula cha Mauritius ni ushahidi wa historia yake. Kuna athari za vyakula vya India, kuna athari za Afrika Mashariki, kuna athari za China na kuna athari za Ufaransa. Kwa hiyo unapokula chakula cha Mauritius, kwa namna fulani unakula historia ya uhamiaji wa karne nyingi zilizopita. Kwa ujumla, imejenga utambulisho wa kitaifa unaovuka mizizi ya mtu mmoja mmoja. Na labda hapa ndipo tunapata siri yake kubwa. Mtu anaweza kuwa na asili ya India, akaongea Krioli, akaishi katika taifa lenye urithi wa Kifaransa na bado akajiona kwanza kuwa ni Mauritius. Hiyo ndiyo nguvu ya taifa lililojengwa na uhamiaji. Mauritius ni kisiwa kidogo, lakini ukifungua historia yake utakutana na dunia nzima. Utakutana na mabaharia Waarabu waliopita katika bahari ya Hindi. Utakutana na Wareno walikiona kabla akijawa koloni. Utakutana na Waholanzi waliokipa jina Mauritius mwaka 1598. Utakutana na Wafaransa waliokigeuza kuwa Ile de France. Utakutana na Waingereza waliokiteka mwaka 1810 na kukifanya sehemu ya dola yao. Utakutana na historia ya utumwa ambayo iliweka msingi wa sehemu ya uchumi wa koloni, na jamii iliyoundwa na watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia imeweza kusema sisi ni wa Mauritius. Labda hiyo ndiyo siri kubwa kuliko zote. Mauritius haikujengwa na mtu mmoja, haikujengwa na jamii moja, haikujengwa na bara moja. Ilijengwa na historia yenyewe, na kila kizazi kiliongeza ukurasa wake. Unapoingia Mauritius kama eneo la watalii, usione kupitia maji yake ya bluu pekee. Angalia nyuma ya hizo fukwe. Kuna historia ya meli, kuna historia ya vita, kuna historia ya utumwa, kuna historia ya uhamiaji, kuna historia ya sukari, kuna historia ya ukoloni, kuna historia ya mapambano ya kisiasa, na kuna historia ya watu waliokataa kuruhusu yaliyopita yaamue mustakabali wao milele. Mauritius ni ushahidi kwamba ukubwa wa taifa haupimwi kwa ukubwa wa ramani yake. Kisiwa kinaweza kuwa kidogo, lakini historia yake inaweza kuwa kubwa kuliko mipaka yake. Na labda ndiyo maana Mauritius imeendelea kuwa moja ya nchi zinazovutia zaidi katika bahari ya Hindi. Kisiwa kidogo kilichobadilishwa na madola makubwa, lakini mwishowe kikajitengenezea utambulisho wake. Je, unafahamu nini kuhusu Mauritius? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.